Hello Tabora, jiji lililobarikiwa asali na ukarimu wa watu. Karibu kwenye mitano ya nguvu ya ZVP Online. Hili ni tukio la kihistoria linalofanyika kila mwaka kwa ajili ya kusherehekea mafanikio ya ZVP Online kwa wadau na wafuatiliaji wake. Hapa utapata burudani safi za kasida kutoka kwa waimbaji wenye level za kimataifa, na wazungumzia Huraira Classic Tanzania kutoka Dar es Salaam, pamoja na kupata nasaha kutoka kwa masheikh mbalimbali nchini, chakula, vinywaji na burudani nyingi mbalimbali. Huu ni mtoko uliokamilika kwa ajili ya familia, ndugu, jamaa na marafiki kuja kuenjoy na kujifunza. Ni tarehe 13 ya mwezi wa 9, 2024 kwenye ukumbi wa Citizen Hall Tabora mjini, kuanzia saa 1 kamili za jioni mpaka saa 6 kamili za usiku. Kwa kiingilio cha VVIP 50,000, VIP 30,000 na kawaida ni shilingi 20,000 tu. Usipange kukosa hii. Chukua tiketi yako mapema kuepuka usumbufu wa siku za mwisho. Mitano ya nguvu ya ZVP Online. Tunazidi kupasua anga. Nguvu zaidi ya jana. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA wilaya ya Tabora limekusudia kuanzisha miradi mbalimbali ikiwemo miradi ya kilimo na ufugaji, biashara kwa kadri Allah subhanahu wa ta'ala atakavyotuwezesha. Wakati tukifikiria kuanzisha miradi mikubwa, basi tumeona tuanze na miradi midogo midogo kama vivuli ambavyo kila kivuli kimoja kinagharimu takriban milioni 1.5 katika elimu na afya. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA wilaya ya Tabora tayari limeshapata ardhi yenye ukubwa wa ekari 20, eneo ambalo lipo mjini manispaa lenye jina la Tabora Islamic Center kwa ajili ya kujenga shule ya msingi, sekondari, kituo cha afya, chuo cha Kiislamu Mahad na msikiti mkubwa wa kisasa uliosheheni mambo mbalimbali zikiwemo kumbi za mikutano, mochwari na kadhalika. Na mwezi wa 9 tumekusudia kuanza ujenzi wa shule ya awali na msingi, mradi ambao utagharimu milioni 300, na pesa hizi zitatokana na michango mbalimbali ya waumini na wahisani. Na katika mradi huo mkubwa, baraza limebuni mbinu mbalimbali za kupata pesa, ikiwemo kufanya harambee kubwa ndani ya mwezi wa 9 ambayo itajumuisha matajiri, viongozi wa chama na serikali. Baraza lina dhiki kubwa ya usafiri, na hasa kwa Sheikh wa wilaya ya Tabora, Sheikh ambaye amejitoa katika kuwatumikia Waislamu wa Tabora na amekuwa akifanya ziara mbalimbali mijini na vijijini kufanya dawa na kuhamasisha maendeleo ya Uislamu. Hivyo akiwa na usafiri wa uhakika utamsaidia kufanya ziara zake kwa ufanisi uliokuwa mkubwa zaidi, kwani gari lililopo lina muda mrefu, lipo garage na linahitaji matengenezo yenye gharama ya shilingi milioni 2 ili iweze kurudi barabarani. Baraza linaendelea kukushukuru sana kwa mengi ambayo umekuwa ukiyafanya katika baraza na kwa Waislamu kwa ujumla, ikiwemo kudhamini mkutano huu adhimu. Tunatambua kuwa haya unayoyafanya ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na insha Allah atakuridhia na atakuzidishia riziki na kuyaweka vizuri mambo yako. Nashukuru sana katika hilo, lakini pia niwaombe ndugu zangu Waislamu, nimesikia kasida pale inasema tuendelee kuwa na mshikamano sisi Waislamu, ushirikiano, lakini tuitunze amani yetu. Sisi Waislamu ni chombo sahihi cha kutunza amani ya taifa hili la Tanzania. Bahati nzuri hapa wako mashehe, maimamu na maustadhi ambao hawa pia ni walezi katika maeneo yao. Tukirudi huko tutumie nafasi hii vizuri, tuhakikishe kwamba amani ambayo ipo tuhakikishe
tuhakikishe tunailinda kwa kadri tunavyoweza. Tumsaidie Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha tunaendelea kuilinda amani iliyoko katika taifa letu. Sisi kama wanatabora ni lazima tuhakikishe kwamba amani ya taifa hili katika mkoa wa Tabora inalindwa. Sisi kama Waislamu tunatakiwa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha tunasimamia na kuona vijana wetu wanakuwa na maadili ambao tuwaongezee na neno uzalendo katika mioyo yao, kuhakikisha wanalinda amani ya taifa ambalo ni taifa pekee katika dunia hii ambalo mpaka sasa amani yake haijawahi kutetereka, lakini hakuna viashiria vyovyote vya amani kutetereka. Kwa maana kwamba tukifanya hivyo tutakuwa tumemsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa vitendo, kwa sababu anayofanya ni makubwa, tunayaona. Ndio maana ndugu zangu ambao wametoka katika kata mbalimbali, wale wa Ikomwa, Kakola, Kabila, Tunjanda, Ndevelwa, Tetemia, Talikwa, Tumbi, umetoka sehemu mbalimbali. Lakini ukiangalia barabara zinapitika. Msimu wa mvua umesumbua kidogo, lakini nadhani baada ya muda mfupi tu barabara zinarudi katika hali yake. Kwa kama tutakuwa na uwezo, ndugu zangu Waislamu wenzangu, kwa kila kata tukawa na kipaumbele kwamba tuhakikishe kila msikiti basi huwa na kitega uchumi hata kidogo tu ambao kinaingiza chochote, angalau imamu wa msikiti asiwe anapata tabu. Kwa shehe wa wilaya na kuamini, sina mashaka na wewe, hili jambo libebe alafu lifanyie kazi. Wadau wapo, ninachokiamini mimi, wadau wa maendeleo wa mkoa wa Tabora, hususan wilaya ya Tabora mjini, tupo na tuko tayari kusapoti. Sio mbaya hata kila baada ya miezi mitatu tunakuwa na harambee. Kila baada ya miezi mitatu tunakuwa na nini? Harambee. Sio jambo baya. Leo tuko kata fulani, kesho tunakuwa kata nyingine, kesho kutwa kata nyingine. Mwisho wa siku tunakuwa tumepiga hatua. Tofauti na tukakaa kimya tu. Tukasema atakaye kuja ndio atakayepewa. Mwisho wa siku tutakuwa tunagombania. Mrutu kidogo anatoa Sasa ukuta kila shirikisha anakimbilia kwa nani? Kwa Mrutu. Mwisho wa siku atufanye jambo. Kwa sababu atakuwa anatoa Mrutu peke yake, Maramba atatoa kidogo. Lakini tukasema ni harambee, Maramba tutawashirikisha wote. Tutawashirikisha wote wenye uwezo Mungu aliowajalia, na waliowajalia pia na moyo pia wa kutoa. Sababu hivi vitu ni vitu viwili tofauti. Kuna kuwa nacho na kuwa na moyo wa ni vitu viwili tofauti. Kwa tukiwashirikisha tutahakikisha kwamba Tabora yetu ndani ya, sababu hatupaswi kuwa na mpango wa muda mfupi. Kwani dini inaisha? Tunakuwa na mpango hata miaka 10, kwamba ndani ya miaka 10 tuhakikishe kwamba kila kata tumehakikisha shehe wa kata husika ana mradi wote katika msikiti wake ambao tahakikisha anapata mshahara wake. Kwa ni mpango tutaamua kupanga na kuamua. Sababu Tabora ni ya kwetu. Ni lazima tuijenge sisi wenyewe. Tusitarajie kwamba kuna mtu atakuja kutujengea Tabora. Sisi ni Waislamu. Lazima tuhakikishe tunajenga Uislamu. Hakuna namna nyingine. Kwa katika haya basi nipombe shehe wa wilaya, nadhani tunasikia risala, kuna mambo mengi yako kuna vitu kama vitatu nimevitaja. Lakini katika vitu vitatu hivyo nadhani mimi binafsi yangu nikianza na jambo ambalo kwa mimi nalipenda sana. Kwa napenda sana elimu. Elimu mimi utanitoa kwa rahisi. Kwa maana kwamba katika upande wa Tabora Islamic Center, kwa kile ambacho tunatarajia kukianza cha ujenzi wa shule, hilo ni jambo kubwa sana kwetu. Yaani leo hapa tukitaka natamani mtoto wangu mimi asome kwenye shule ambayo inafundisha elimu zote mbili. Lakini ni shule gani bora katika mkoa wa Tabora? Unabaki kuhadithiwa tu. Labda ukienda Igunga, labda ukienda wapi. Kwa nini tusiwe na shule yetu ndani ya manispaa ya Tabora ambao tunasema hii ni ya kwetu ya Waislamu wa BAKWATA? Kwa nini? Sababu ya msingi haipo. Ni kwa sababu tu tuliamua. Lakini kwa sababu umeshalianzisha na imani kubwa na wewe
peleka taratibu, lakini kuhakikisha kwamba inafanikiwa vizuri tu. Lakini nikwambie katika upande wangu, sababu napenda kipaumbele kwangu ni elimu. Yaani najua baada hapo kuna agenda hii inaendelea. Katika jambo hilo pale, bahati nzuri pale bado kuna pori. Nitakachokifanya mimi, twende ukanionyeshe hilo pori. Alafu nitapeleka mitambo yangu pale. Nitasafisha hata kipande kidogo tu kwa gharama zangu. Alafu nitapeleka pale trip 50. Takbir. Aidha za mawe pamoja na mchanga. Niweke pale. Alafu wewe kama ukiamua kutokujenga utaamua mwenyewe, lakini zile pale kwangu zibaki kama alama kwamba Mrutu alianzisha ujenzi huu wa shule ya Waislamu. Takbir. Nitakuachia kianzio cha shilingi milioni 1 katika meza yako. Takbir. Kujela usema kuna gari, kuna nini, lakini utaangalia unaweza kaanzia upande gani. Hiyo milioni 1 najua kuna kitu utaanza kufanya. Kwenye kugusa unasema kuna kitu unataka kuanzisha, lakini pia kuna gari ambalo lina shida kidogo. Na kuacha milioni 1 hii simaanishi sasa tumeachana. Angalia kinachowezekana, tuzidi kukumbushana na kuambiana, tuendelee kutekeleza kile ambacho kitafaa Waislamu wenzetu. Lakini sitoishia hapo tu. Hawa ndugu zangu ambao wametoka katika maeneo mbalimbali, nitagawanya tena mchango wangu kidogo kuhakikisha angalau nitawaachia shilingi milioni 1 na 500,000 kuhakikisha